Karibuni wote kwenye channel yangu, na leo tutajifunza tutawezaje kutumia mtandao wa eBay ili kuweza kutengeneza kipato, au ni njia gani ambazo nazitumia kwa kutumia mtandao wa eBay kwa ajili ya kuingiza kipato. Cha kwanza kabisa, kwa wale ambao hawajui eBay ni nini, eBay ni mtandao ambao uko nchini Marekani au unasimamiwa na watu wa Marekani kwa lengo kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali. Yani tunavyosema eBay tunamaanisha kama unavyosema Amazon, kama unavyosema AliExpress, kama unavyosema Alibaba. Utofauti wa eBay na mitandao mingine kama Alibaba na AliExpress ni kwamba eBay uko nchini Marekani, pia unafanya kazi nchini Uingereza na nchi mbalimbali, hasa nchi za Ulaya. Lakini ukiongelea AliExpress na mitandao mingine ambayo mnaifahamu, kuna Kikuu, hiyo yote inapatikana China. Sasa leo nitawaonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa eBay. Kama nilivyotangulia kusema kwamba eBay ni mtandao ambao unahusika na kuagiza bidhaa. Leo nitawaonyesha njia za kutumia ili kuweza kuingiza kipato. Cha kwanza leo tutajikita zaidi kwenye hizi platform hasa tatu. Ya kwanza eBay, tutaangalia na AliExpress na tutaangalia na YouTube. Na kwa nini nimehusisha mitandao yote hii mitatu? Tutaona kwa nini nimehusisha mitandao hii yote mitatu. Njia kubwa ambayo ninaifanya ambayo inanipa kipato na kuniwezesha kupata fedha ni kwa kutumia simu, kwa kununua simu ambazo ni used kutoka eBay na kuweza kuziuza Tanzania. Lakini ninavyosema simu used, ninamaanisha zile simu ambazo zinakuwa zina shida kidogo, au kwa lugha rahisi naweza nikasema kwa hiki ninachokifanya naita mobile phone flip. Mobile phone flip njia ambayo unanunua simu kwenye mitandao mbalimbali ikiwemo eBay na kuweza kuzifanyia refurbished na kuziuza kwa bei kubwa. Cha kwanza unachotakiwa kujua, lazima ujue soko lako. Ni simu gani ambayo ina soko zaidi sehemu ulipo, hasa kwa Tanzania. Na tukiongelea Tanzania, tunajua kwamba watu wengi sana wanapenda simu za iPhone. Kwa hiyo kwa leo, kwa njia ya kwanza ambayo unaweza ukagundua ni kwa kutumia eBay. Njia ya kwanza ambayo ninayoifanya ni kutafuta simu. Kwa mfano, labda tuanze na iPhone 11. Kwa mfano, tukija hapa kwenye iPhone 11 ambao ni mfano wetu tutakaotumia, step by step tutaona kwa njia gani ambayo unaweza ukafanya ukapata fedha nzuri ya kutosha. Mfano hapa tumeingia, tumeitafuta iPhone 11. Kwa mfano hapa unaweza ukaja huku upande wa kushoto ukachagua kwamba unataka zile 4 parts or not working. Hapa ndipo ambapo mara nyingi huwa napatumia ili kuweza kutengeneza fedha, na nitaonyesha step by step ambayo utatumia na wewe pia, ambayo itakuingizia kipato. Cha kwanza, condition, au nikisema condition nafikiri kila mtu anaelewa, ni hali ya simu. Kuna simu mpya open box. Open box ni zile ambazo inakuwa imefunguliwa kwenye box, labda mtu katumia labda wiki au siku mbili kaamua kuja kubadilisha, au imefunguliwa bado haijawa activated, inaita open box. Excellent maana yake refurbished. Refurbished ni simu zile ambazo ilikuwa used ikaenda ikabadilishwa cover, ikabadilishwa battery, ikabadilishwa kioo, ikaja kuuzwa tena. Alafu kuna good ambayo ni refurbished kawaida, alafu kuna used ambayo haijafanywa kitu chochote, alafu kuna 4 parts or not working. Sasa ukiingia hapa 4 parts and not working, ukiselect
huu mtandao utakuletea simu zote ambazo hazifanyi kazi au zina shida ndogo ndogo. Kwa mfano kama hapo ukiona kuna even the new solid does not power on and tested. Sasa kwa mfano kwa simu kama hizi ni huwa naziacha. Kwa mfano kuna hii cracked iPhone 12 mini ambayo pia hii unaweza ukachukua kwa $89 na ukaja huku ukaifanyia refurbished. Maana yake unabadilisha kioo, unabadilisha housing na unaiuza tena. Kwa mfano kwa mimi ambayo nilo target ni Apple iPhone 11 64GB ambayo ina bad baseband, ambayo hii kwa kule inauzwa $49. Inauzwa $49. Kwa mfano hapo ukiingia unaweza ukaiangalia. Mfano kama hapo yenyewe tunasema unable to activate, maana yake haiwezi kuactivate. Ndio maana hapa maelezo yanakuambia HDMI off body baseband as is. Mfano hapo ipo kama hivyo, unaweza ukaiangalia. Mfano uzuri na picha zote unaziona, hali yake ya simu unaiona, unapitia picha zote unaiona. Nafikiri kwenye somo lijalo nitawafundisha jinsi ya kuchagua bidhaa na jinsi ya kuagiza mpaka bidhaa yako inafika huko. Lakini leo focus zaidi na jinsi ya kufanya mobile phone flip. Kama nilivyowaambia kwamba mobile phone flip ni ile unanunua simu yenye shida, unakuja unaifanyia refurbish ndogo na unaiuza kwa bei kubwa. Kwa mfano kwa simu yetu hii ni $49. $49. Labda kwa wale ambao hawajui, tunaweza tukaingia Google tukasearch nini maana ya baseband. What is bad baseband, ili uchukue kitu ambacho a baseband signal or low pass signal is a signal that can include frequency that are very near zero. Kwa hiyo tunaposema baseband tunamaanisha ni mtandao au mnara. Kama unakumbuka kuna zile simu unaweza ukanunua alafu unakuta kamati mnara. Kama nakumbukaga zamani, kwa wale wazee wenzangu wa zamani watu walikuwa wanauziwa simu chini ya mnara. Unauziwa simu chini ya mnara inakamata, jinsi unavyoondoka ndio jinsi mnara unavyoshuka. Kwa hiyo bad baseband maana yake ni mnara unasumbua au ni simu ambayo ina shida ya network. Sasa kwa mfano kwenye simu kama hii ni rahisi zaidi kupata pesa kwa sababu hii kitu unaweza ukaibadilisha. Na je, unawezaje kuibadilisha? Ndio maana nikawaambia leo tutatumia platform 3, ambapo platform ya kwanza tumeona hii eBay, ambapo nimeonyesha jinsi ya kupata hizi simu ambazo zina changamoto ndogo na ambazo unakuja unazileta huku na kuziuza. Kwa mfano ukiingia hapa chini simu ziko nyingi, kuna hii iPhone XX inauzwa $59. Kwa hiyo ziko nyingi, kuna hii $40 iPhone 11 ambayo hii labda unaweza kukuta tu ni imepasuka kioo au labda haiwaki. Kwa hiyo unaangalia ile simu ambayo unajua hii nikiibadilisha inaweza ikafanya kazi. Kwa mfano kama hii huwezi, sijasoma maelezo yake vizuri kama inawaka au haiwaki, lakini let us focus na mfano wetu wa mwanzo kwa simu hii ambayo ina shida ya bad baseband. Sasa ukishaona simu kama hii ambayo inauzwa $49, ambayo ukibadilisha $49 kwenye currency converter ya USD kwa T-shillings hapa USD 49.99, hiyo ni $50. $50 ni 1,166,000. 1,166,000. Hapo bado shipping hapa ni $4, fanye $5.
ambayo hapo ni fanye $60 ambayo ni kama $200,000. Tuseme okay, labda na gharama kusafirisha mpaka huku labda ni $250,000. Sasa tumeshapata gharama ya kununulia au gharama ya simu kutoka huko mpaka ikitufikia hapa, maana tutatumia $250,000. Na mimi cargo wengi na watumia kunisafirisha kutoka Marekani mpaka huko huwa mara nyingi nawalipa $50,000 mpaka $53,000 au inaweza ikawa chini ya pungufu wa hiyo. Kwa hiyo simu yetu mpaka inatufikia huku ni kama dola hapa USD tumepata, hii ni inaitwa ni USD 50. Okay, 55 USD TZ 55 145,000 kama sijakosea. 50 kujumlisha ile 4 inakuwa 55 145,000. Kwa hiyo ukijumlisha na ile 50,000 inakuja hiyo almost kama $200,000. Sasa kitu ambacho ninafanya, kwa nini nimesema kwamba tutumia platform tatu? Platform nyingine ni YouTube. YouTube hii huwa tunaitumia kwa ajili ya kuangalia kwamba je, hiki kitu kinaweza kawa tunaweza tukakifiksi hapa. Maana yake ninafundisha njia zote ambazo unaweza ukazifanya wewe mwenyewe na ukaweza kuingiza kipato. Tunaangalia zile njia ambazo unaweza ukazifanya, ndio maana tunaangalia na jinsi ya kuweza kuzifix. Je, kwamba mimi nikichukua hii simu ninaweza nikaitengeneza mwenyewe au pia fundi anaweza akaitengeneza. Kwa mfano hapa unaweza kuangalia how to fix iPhone 11 bad baseband. So kwa kutumia njia hii inaonekana kwamba hii shida inaweza ikawa solved. Lakini mimi kwa njia ambayo ninayoifanya ambayo huwa inanisaidia, huwa sihangaiki sana na kurekebisha, kwa sababu baadaye wateja wanaweza kukusumbua. Mimi kikubwa ambacho huwa nafanya, huwa ninabadilisha motherboard. How to change iPhone motherboard iPhone 11. Kwa nini nabadilisha motherboard? Mfano ukiangalia hii simu ni simu ambayo ya AT&T. AT&T ni mnara au unaweza tukasema ni network ya Marekani. Yaani kama utakuja nayo huku utakuta kwamba haifanyi kazi kwa sababu imetengenezwa kwa ajili ya watu wa Marekani. Kwa hiyo tunachofanya, unatafuta motherboard, unaibadilisha. So kwa kutumia motherboard nyingine, hii simu unakuwa umesolve tatizo la bad baseband, maana yake tatizo la mnara, na pia utasolve hii AT&T, maana yake utatafuta motherboard ambayo ni unlocked, ambayo inakubali mitandao yote. Kwa hiyo kwa mfano ukiingia hapa YouTube itakuelekeza ni jinsi gani ambayo unaweza ukaichange hiyo motherboard. So mimi mara nyingi wanatumia how fix it. So kwa wale watu ambao wanahitaji kufix wenyewe bila kuwapelekea mafundi, unatumia hii how I fix it, ambayo hii anakuelekeza kila kitu ya jinsi ya kubadilisha motherboard. Na pia kikubwa ambacho mimi ninachokifuata hasa kwenye huu mtandao au kwenye channel ya how to fix it, kwa mfano kama hapa anaelekeza jinsi ya kubadilisha. Manake kama kitu hiki kinawezekanika, basi hata na wewe unaweza ukafanya, na mimi pia huwa nafanya. Kwa nini huwa nasema kwamba tunatumia platform tatu, ambayo kwanza tumeona eBay, ya pili tumeona YouTube, ya tatu ni AliExpress. Kwa nini natumia AliExpress? Natumia AliExpress ili niwezeshe kuweza kupata motherboard. Kwa
Kwa mfano ukiingia kwenye hii channel ya how to fix it, chini huku anakuwa amekupa na hizi tool zote za kununua na hii motherboard. Kwa hiyo mimi hapa nina deal zaidi na motherboard. Wapi nitapata hii motherboard? Kwa hiyo kama hapa ameturecommend kwamba motherboard tutaipata hapa AliExpress. Kwa hiyo utaingia hapo AliExpress, motherboard zote hizi unazikuta hapa. Motherboard unazikuta hapa, kwa mfano iPhone 11, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max. Pia kama mzoefu unaweza ukatumia Alibaba ukanunua kwa kutumia Alibaba. Pia mimi wanapenda Alibaba kwa sababu kule una negotiate bei na pia kule ni rahisi zaidi kupata kwa bei rahisi zaidi. Kwa hiyo tusije kusahau kwamba huku bei tulioiweka au tulioipata ni 145,000. 145,000. Kwa hiyo tunakuja huku tunachagua motherboard zetu, mfano kama hii GB 64, motherboard 64 GB. Jaribu hapo kuangalia motherboard 64 GB. Napenda soma 341,000, 341,000. Kuna 400,000, lakini kwa hapa bado kuna ambazo iko cheap zaidi unaweza ukaipata. Kwa mfano kama ile 341,000 ukija kumjumlisha 145,000 inakuwa 480,000, ambayo bado inakuwa ni bei ya juu. Hapa bado inakuwa bei ya juu 341,000. Kama kuna hii hapa nyingine 2,237,000, kuna 2,217,000, kuna za mpaka 1,200,000 kwa sababu ya muda. Kwa mfano hii motherboard ya 2,217,000, 2,217,000. Hii hapa ya 2,217,000, hii hapa ya 2,217,000 similar item. Kwa hiyo nikija nikachukua 145,000 nikajumlisha na 2,217,000, nikachukua 2,217,000 jumlisha 145,000, almost nakuja 3,62,000. 3,62,000. Kwa hiyo mpaka hii simu inanifikia na motherboard na kubadilisha, manake almost inakuwa inacheza kama kwenye 400,000 kasoro. Na kwa iPhone 11 kwa bei zake ni kuanzia 450,000 mpaka 500,000. Na kwa mimi hapa nimeenda haraka haraka, ila simu hizi ziko nyingi, yaani ziko nyingi ambazo unaweza ukaziuza kwa bei au unaweza ukazipata kwa bei nzuri. Kama hii $49 kwa mfano, labda tuende hapa, kuna iPhone 13, iPhone 13 Pro Max. Tuangalie iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 Pro Max. Kwa hiyo unarudi huku kama kawaida, au unaweza hapa ukaandika iPhone 13 Pro Max iCloud ambazo zimekuwa locked, IC lock. Yes, IC lock hizi pia wanazinunua sana na kuziuza. Mfano kama inauzwa $149, kuna hii $99 iPhone 13 Pro Max for parts only. Ngoja tuone hii hapa. Hii $165, ambazo hizi zote ni zimekuwa locked.
Mfano hii $70, lakini hapana, $219. Ngoja tuione hii. Hii unakuja kwenye maelezo. Phone part it come on show a white screen then shut off. Ya, hii ina shida ya motherboard, manake inajiwasha na kujizima. Hiyo unaweza ukachukua, lakini mara nyingi huwa napenda kuchukua zile zenye iCloud. Ya mfano hapo tuandike iPhone, hapo ina iCloud, ambapo tafute tu yoyote. Paka zinakuja nyingi. XX Max Gold for parts only. I see, yes, iCloud. Mfano hizi. Kwa hiyo simu ziko nyingi ambazo unaweza ukaagiza na ukazibadilisha, ukazifanyia refurbished na ukaziuza kwa bei nzuri kwa hapa, kwa sababu tunafanya haraka na $69 iPhone XR, lakini hiyo bei kubwa kwa iPhone XR. Mfano ya iPhone 14, mfano ya iPhone 14 locked, read details below, ya mfano hii hapa inauzwa $123, ambayo $123 ni $324,000, ambao $324,000 unakuja huku unaangalia iPhone 14 unaweza tukaipata kwa shilingi ngapi motherboard. iPhone 14 tutati hapa iPhone 14 motherboard ambayo huku ni $328,000. Kuna kwa ziko nyingi. Mfano hii $328,000, au tumepata $324,000. $328,000 inakuja kwenye $624,000, but still hiyo bei bado ni kubwa. Mfano ukiingia Alibaba unaweza ukanegotiate ukapata kwa bei ya chini mpaka ya $200,000. Na pia nitaonyesha WeChat, kwa kutumia WeChat utawezaje kupata hizi motherboard. Kwa hiyo issue kubwa wanatumia hizi, mara nyingi sana wanatumia njia hiyo ya kuagiza simu yenye shida yao yenye changamoto ndogo na kuitafutia motherboard yake. Nafikiri kwa leo kwa kiasi kubwa tumejifunza. Nitaandaa makala nyingine na nitawatumia jinsi gani natumia eBay na mitandao mingine kuweza kupata fedha au kuweza kupata kipato. Kama umevutiwa na channel hii, karibu kusubscribe, kulike na kucomment. Asanteni sana.